Onyesho linaanza na Seng shuleni na tunaona kwamba hasikilizi darasani. Mwalimu anaona kwamba hafuati na anamuuliza swali la hesabu aliloelezea darasani. Seng analijibu kwa usahihi, lakini ili kumjaribu zaidi, anamwambia alete mtu mzima pamoja naye. Baada ya shule, anampigia simu ndugu yake mkubwa na kumuuliza atakapojirudi kutoka chuo kikuu kwa sababu anahitaji msaada wake kwa jambo fulani. Ndugu yake anasisitiza kwamba anapaswa kushughulikia jambo hilo mwenyewe, akimwacha hajui la kufanya anapofikia nyumbani. Seng anapojiandaa kumwambia mama yake kwamba shule ilidai alete mtu mzima, anagundua kwamba ndugu yake amerudi nyumbani. Anakimbilia chumbani kwake lakini anamuona rafiki yake badala yake. Ni mara yake ya kwanza kumkutana naye. Ndugu yake, Yan, anatoka nyuma yake na rafiki yake Jiao anajiunga nao. Kama vile ndugu wanavyofanya, Seng na ndugu yake wanaanza kugombana. Seng anajaribu kumwomba Yan amfuate shuleni, lakini anakataa kabla hata hajueleza kwa nini. Anaondoka kwenda kubadilisha nguo, hivyo Seng anaamua kumwomba Jiao badala yake. Mwanzoni anakataa, lakini baada ya kuendelea kuomba, anakubali kumfuata na kujifanya kuwa ndugu yake wakati wa mazungumzo na mwalimu wake. Miaka inapita, na Seng amekuwa kuwa msichana mzuri akiwa na mwaka mmoja tu wa shule uliosalia. Tunajifunza kwamba amekuwa akimfikiri Jiao, ambaye hajamuona tangu alimpa msaada siku ile moja shuleni. Baadaye anagundua kwamba ndugu yake anapanga kuhamia makazi ya chuo kikuu na kwamba Jiao anamsaidia kuhamia. Akitaka kumsaidia ndugu yake mpendwa, anaamua pia kumsaidia. Baada ya shule, anaenda chuo kikuu cha ndugu yake, ambapo anaona gari lenye vitu vilivyopakatwa ndani yake. Anaposogelea, anamkuta Jiao amesimama karibu na wanaanza kupakua vitu na kuandaa chumba cha ndugu yake. Jioni hiyo, Seng anampigia simu ndugu yake na kusema amemwacha kitabu chake karibu naye. Anazungumza na Jiao akisema ni muhimu apate kitabu hicho kwa haraka. Anauliza kwa nini na anaeleza anahitaji kwa shule siku ijayo. Wanakubaliana kukutana mapema asubuhi kufanya mazoezi pamoja wakati wa kupitia kitabu. Onyesho linarudi nyuma wakati Seng alipokuwa mdogo, akikumbuka siku Jiao alijifanya kuwa ndugu yake shuleni. Akifika kuchelewa, alikutana na mwalimu wake, akijiinamisha kama ndugu yake. Baada ya kuondoka, alimwambia asimwambie mtu yeyote kwamba si ndugu yake wa kweli ili kuepuka matatizo yoyote. Kisha alimwekea nyumbani na hakumwona tena hadi alipomtembelea ndugu yake chuo kikuu. Sasa, Seng na Jiao mara nyingi wanakutana, hata wakikutana kwa kahawa asubuhi. Katika mkutano mmoja wa hivi, anaanza kuandika makala yake na baadaye anawatoa akaibuke shuleni. Usiku huo, wakati anapochora, wazazi wake wanamwambia watakuwa wanafanya kazi mapema asubuhi kutwa na watasema nyumbani kuchelewa. Ndugu yako anakuja kukutunza. Huru kwenda nje na kula ukipenda, wanasema wakiondoka. Siku hiyo hiyo, ndugu yake anafika nyumbani na kuanza kumtafuta. Anapomwona, anauliza, ungependa kula nini? Mwanzoni hataki kuondoka nyumbani, lakini anapomsikia akizungumza na Jiao kuhusu kutoka pamoja, anaenda haraka kubadilisha nguo. Wote wanaingia garini pamoja na Jiao na rafiki mwingine, wakielekea kwenye duka kubwa. Walipofika huko, Seng anaanza kuhisi vibaya. Jiao anaona kitu kwenye sketi yake na anagundua kisicho sawa. Anamfuata kwenye choo na kumwambia ndugu yake kilichotokea. Kisha wanaelekea dukani kununua vifaa kama vile pads na tishu ili kuzuia mtu yeyote aone, akimwokoa kutoka aibu. Wakati huo huo, Seng yuko chooni akihisi aibu kubwa, akiwa na wasiwasi kwamba Jiao angeweza kuona kilichotokea. Kisha msichana anakuja na kumpa vile vitu ndugu yake na Jiao walinunua. Anapoondoka chooni, anaona ndugu yake tu akimsubiri na wanaenda kununua chakula. Seng anataka pasta na nyama, lakini ndugu yake anamkumbusha, usisahau una mizizi wa ng'ombe. Zhao anachukua pasta na kuondoa nyama ili aweze kula bila kujihisi vibaya. Baada ya kumaliza kula, wanaenda kucheza michezo na Zhao anamsaidia kushinda puto, akimwambia ni zawadi, jambo linalomfurahisha Seng sana. Siku chache baadaye, Seng na rafiki anamtembelea duka la vitindamlo ambapo anamwona Jiao. Anamsalimu na anapojaribu kulipa agizo lake, anamrudishia pesa zake. Akiwa anasubiri, anaona meneja wa duka akamuuliza Jiao kodi ya mwezi huu, lakini meneja anasema hawezi kulipa zaidi ya nusu. Seng anagundua ana hali ngumu ya kifedha. Baada ya kumaliza, anajaribu kumpa pesa, lakini anakataa tena. Anapoondoka, Jiao anaona amemwacha pesa mezani. Baadaye, Seng yuko dukani kwa sherehe ya kuzaliwa kwa mwanafunzi. Mvulana anatumia tukio hilo kama nafasi ya kumwambia Seng hisia zake, lakini kabla ya kusema, anaondoka. Anamfuata na anajaribu kusema, nakupenda. Lakini Seng anamwambia afikiria vizuri. Wakati huo, Jiao anafika. Mvulana anamfikiri ni ndugu yake na anaondoka haraka. Jiao anamwambia Seng, ukitaka kukataa mtu, fanya kwa heshima. Kisha anamrudishia pesa, akisema, naweza kushughulikia malipo ya vitindamlo. Si jambo kubwa. Kwa bahati mbaya, Seng anaanza kugundua kwamba rafiki yake, aliyejaribu kuwa karibu naye wakati wote, sasa anamwepa na kufanya kana kwamba hawapo karibu tena. Seng haizi kuelewa kilichotokea, hivyo anaendelea na maisha yake ya kila siku. Kisha siku ya michezo ya kimataifa ya shule inafika, ambapo kila mwanafunzi anatarajiwa kujisajili na kushiriki katika michezo.
Seng anajisajili kwa michezo na anapangwa kushiriki katika kuruka juu. Anaona ndugu yake na Jiao karibu, wakiwa wamekuja kumuunga mkono na kumsaidia kama kitu kitakotokea. Kwa bahati mbaya, wakati wa kuruka, anajera mguu wake. Ndugu yake na Jiao wanamsaidia kusafisha jeraha, na ndugu yake anamchukua hospitali. Siku ijayo, ndugu yake anamjulisha shule yake kwamba hatataka kumchukua na anamwambia kwamba Jiao atakuja badala yake, ingawa anaweza kuchelewa dakika 30. Seng anasema, haya, nitangoja. Wakati huo huo, anaona rafiki yake, aliyekuwa mbali hivi karibuni, akimuuliza kama angependa kwenda dukani. Seng anakubali kwa furaha, akifurahi kwenda pamoja. Hata hivyo, Jiao anafika kwenye mlango wa shule, na askari anamwambia hakuna mtu huko, akimfanya ajali na kutafuta kila mahali. Seng aliye pamoja na rafiki yake mahali pasipotumainiwa, anaona kundi la watu wakiwatesa wengine. Kundi hili linadai pesa kutoka kwa msichana, likimtishia kufanya maisha yake magumu kama hatalipa. Msichana anamletea Seng kwao akitumauhi atapata pesa kutoka kwake. Kundi linachukua pesa zote za Seng na kumwambia arudi na pesa nyingi zaidi siku ijayo, kisha wanaondoka. Kwa hasira, Seng anamkawia rafiki yake, akiwa na wasiwasi na uchungu, kisha anaondoka. Jiao anamwona na anaanza kulia anapomwona. Anajaribu kumfariji na baada ya muda, anaeleza kila kitu kilichotokea. Jiao hataki kuacha jambo hilo na anamhakikishia, usiwe na wasiwasi, akimleta nyumbani. Anaenda chumbani kwake, akihisi furaha zaidi. Siku ijayo, baada ya shule, anaona ndugu yake, Jiao, na wawili wengine wakingoja. Wanamuuliza awapeleke mahali ambapo kundi lililomtesa huwa linakaa. Anapowaongoza huko, watatu wao wanakaribia kundi na kuwaogofya hadi waanze kulia karibu. Wanarudisha pesa za Seng na kumrudishia, wakimhakikishia, usiwe na wasiwasi, kila kitu ni sawa. Baada ya hapo, Seng anarudi maisha yake ya kawaida na kila kitu kinaonekana sawa. Matokeo ya mtihani wa kila mwaka yanapotolewa, anagundua amefanya vizuri katika masomo yote isipokuwa fizikia, ambayo hakupenda na alipata alama ndogo. Familia yake anaamua kumwajiri mwalimu wa kibinafsi, lakini hataki mtu asiyemjua kuja nyumbani. Familia yake inapendekeza kwamba ndugu yake angemfundisha kwa kuwa ni mzuri sana katika fizikia. Hata hivyo, wana uhusiano mgumu na mara nyingi wanagombana, jambo linalolifanya liwe haliwezekani kumfundisha. Wanaamua kumwajiri mwalimu mwingine, ambaye ni Jiao. Seng anapojifunza hili, anafurahi sana na kujiandaa kwa shauku kitabu chake kwa masomo. Wakati wa vipindi vyao, Jiao anagundua haraka kwamba Seng hachoki fizikia kwa sababu anaiona ikiwa ya kuchokoza. Anazungumza na ndugu yake na kusema, ningependa kumchukua kwenye maonyesho ya sayansi ili kueleza fizikia kwa njia ya kuvutia zaidi. Ndugu yake alipenda wazo hilo na kukubali. Siku chache baadaye, anamchukua kwenye maonyesho na kuanza kueleza mipango ya mchezo na sheria. Tunaona ana furaha sana. Baada ya kumaliza, anamwambia ndugu yake kila kitu na kusema ana njaa. Hata hivyo, Jiao anapokea simu ya kazi akisema kodi aliyotuma inahitaji marekebisho. Jiao anasema ana kompyuta yake kibanda naye na anaweza kurekebisha makosa mara moja. Hapa, tunajifunza kwamba anafanya kazi kwa kampuni inayohusika na programu za michezo. Amekuwa akiota kuwa mtayarishaji wa michezo. Kwa bahati mbaya, anaporejea nyumbani, anagundua kwamba kitabu chake cha kuchorea kinachopendwa hakipo. Anaanza kutafuta kila mahali lakini hakikipati. Anakumbuka amekiacha kwenye maonyesho ya sayansi na kujiambia, lo, kimepotea. Siku ijayo anaona ndugu yake, ambaye anampa kitabu, akisema Jiao amekikuletea mapema. Kisha anaelekea kazini. Siku chache baadaye, tunamwona akirejea makazi ya chuo kikuu kwa sababu anachukia kuwa nyumbani. Jiao anamwambia kwamba Seng hajapewa masomo yoyote wiki hii kutokana na matatizo aliyosababisha, na anataka kukutana na mtu aliyemjifunza mtandaoni. Familia lake inanyang'anya simu yake kwa sababu bado ni mdogo, na wanamfunga chumbani kwake. Hata hivyo, wiki ijayo, tunagundua kwamba haya yote yalikuwa uongo na hadithi aliyotunga. Jiao anazungumza naye na kujifunza kwamba mtu huyu anasoma chuo kikuu, na ana mapenzi naye. Jiao anamshauri, akisema bado ni mdogo sana na kumwambia kwamba kinachofanya ni kibaya na hapaswi kushirikiana na mambo kama hayo. Seng anamwambia hana nia ya kuzungumza naye tena na amefuta nambari yake. Jiao anamwamini, lakini anasema kwamba kama atagundua amewama kukutana naye kabla ya kwenda chuo kikuu, atahakikisha hafiki chuo kikuu kabisa. Kisha, masomo ya fizikia yanaendelea, na tunaona anafanya vizuri sana. Mtihani wa mwisho unaposogelea, Jiao anasema kila kitu ni sawa, masomo yamemaliza, na anamwambia kwamba kama atapata matokeo mazuri, anapaswa kumleta zawadi nzuri. Kwa bahati nzuri, siku ya mwisho ya masomo inakaribishana na siku ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiasia. Familia nzima inasherehekea na wanamwalika Zhao, lakini anakataa kwa heshima na anarudi makazi ya chuo kikuu. Tunamwona ameketi mahali akicheza mchezo anapopokelea ujumbe kutoka kwa muuguzi wa mama yake. Anamjulisha kwamba hali ya mama yake inazidi kuharibika na anahitaji kuchukuliwa hospitalini kwa haraka. Anamwomba arudi ili aweze kushirikishwa katika mchakato, na anaitika kwamba yuko njiani. Baada ya Seng kufanya mtihani wake wa mwisho, anapata matokeo mazuri na kujiorodhesha miongoni mwa wa 10 bora darasani.
Ndugu yake anampa zawadi kutoka kwa Jiao na anajifunza kwamba amerejea kijijini. Seng anakasirika lakini kisha anajifunza kwamba atahudhuria sherehe ya kuhitimu ili kuaga marafiki zake na chuo kikuu kabla ya kuanza maisha yake mwenyewe. Seng anafurahi sana kwamba anakuja na anampigia simu kumwambia kuhusu matukio ya hivi karibuni na jinsi anavyopenda zawadi. Kisha tunamwona mtu akigonga mlango. Anapofungua mlango, anaona msichana aliyemjua hapo awali. Tunaona kwamba mara nyingi anamkimbiza, lakini ni wazi hampendi. Anajaribu kumpa pesa kwa sababu anajua magumu anayopitia, lakini Jiao anakataa na kumwambia aondoke. Sherehe ya kuhitimu inaanza na kila mtu anawasili. Seng anampa Jiao maua, lakini hawezi kumpa zawadi aliyoileta. Katikati ya sherehe, marafiki zao wote wanagundua hii pengine ni mkutano wao wa mwisho. Ingawa wamehitimu kutoka chuo kikuu kimoja kuanzia leo, kila mtu ataenda njia yake. Wengine watafanya kazi katika makampuni walikoanza, wakati wengine watarudi kijijini kwao. Wote wanaelewa kwamba siku zijazo zitakuwa ngumu zaidi za maisha yao kwani mikutano yao itakuwa hafifu. Wakati wa sherehe, Jiao anapokea ujumbe kutoka kwa Jian, msichana ambaye alikuja nyumbani kwake kumtolea pesa. Anamsifu kwa kuhitimu, lakini tunaona kwamba hana hisia za ujumbe wake. Baada ya sherehe kuisha, Jiao anampeleka ya nyumbani. Mama wa Yan anamwomba Jiao alale nao usiku huo. Ingawa mwanzoni anakataa, hatimaye anakubali. Usiku huo, Seng anatoka chumbani kwake na kumwona Jiao nje. Anaamua kumwendea na anaona huzuni usoni mwake. Anamuuliza kuna nini, na Jiao anaamua kumwamini. Anafunua kwamba ana deni kubwa, si deni alilokopa binafsi, lakini deni analolazimika kulilipa. Seng anamfariji, akisema kwamba akishafaulu, atapata pesa za kutosha kumsaidia kulilipa deni hilo. Hata hivyo, Jiao anajua kumebaki kiasi kidogo tu cha kulipa. Anamwambia Seng atumie pesa zake mwenyewe. Asubuhi iliyofuata, Seng anamuona Jiao anaondoka na anamwaga heri kutoka dirishani. Anamtumia ujumbe akisema ndege yake imepangwa mapema siku hiyo na anataka kurudi mjini kwao kuanza maisha mapya. Miezi kadhaa baadaye, wakati wa mwaka wake wa mwisho shuleni, Seng anaamua kuomba kujiunga na chuo kikuu mjini Kwazhao. Hata hivyo, chuo hicho kinakubali wanafunzi bora tu, hivyo anaamua kusoma kwa bidii. Anajitoa wakati wake wote kwa masomo yake na kila kitu kinaonekana kwenda vizuri. Siku moja, anasikia kaka yake akitaja kwamba Zhao ana mpenzi. Seng anashangaa. Siku iliyofuata, anaenda uwanja wa ndege na kusafiri mjini Kwazhao. Kaka yake anapompigia simu, akiwa na wasiwasi baada ya kumtafuta siku nzima, anamwambia alipo. Anauliza ikiwa safari hii ya ghafla inahusiana na mtu aliyekuwa anawasiliana naye mtandaoni. Seng anakiri ni kweli, na kaka yake anamwambia abaki pale ili aweze kumpigia Zhao amkutane naye. Muda mfupi baadaye, Zhao anafika na mpenzi wake. Seng anashangaa anapowaona pamoja. Wakati wa mazungumzo yao, Seng hayupo kiakili. Anaomba ruhusa kwenda msalani ambapo anaanguka machozi, akifikiri jinsi ndoto zake za mapenzi zimeisha. Anapoondoka, Zhao anamwambia, nimekununulia tiketi ya kurudi nyumbani, na anamwaga heri, anapanda ndege na kurudi nyumbani kwao. Anapofikia, anamwendea kaka yake akimgoja. Ingawa ana hasira kwa alichofanya, anafurahi kwamba yupo salama. Sote tunatambua hakukuwa na rafiki wa mtandaoni. Alitaka tu kumuuliza Zhao kuhusu mpenzi wake mpya lakini hakupata ushujaa wa kufanya hivyo. Anapofikia nyumbani, familia yake inamtendea kana kwamba hakuna kilichotokea. Akiwa chumbani kwake, akivua nguo zake, Yan anazungumza na wazazi wake, akiwaambia wasimseme chochote. Kutokana na tabia yake, wanaweza kusema hatarudia kufanya jambo kama hilo. Familia yake inadhani ilikuwa ni ujinga wa ujana tu na hatarudia. Akiwa chumbani kwake, Seng anakusanya zawadi zote ambazo Jiao alikuwa amempa na kuziweka sandukuni ili kuzitupa. Miaka miwili baadaye, Seng amekomaa na amejiunga na chuo kikuu alichokitaka, akipata alama za juu na kutengeneza marafiki wengi wapya. Ameachana kabisa na Jiao, lakini siku moja, akielekea sherehe ya kuzaliwa kwa rafiki, anamuona Jiao bila kutarajia amesimama nje. Jiao anashangaa si kumuona, bali kwa sababu hakuwahi kujibu simu zake au kujibu ujumbe wake. Anaanza kuzungumza naye, akisema, umeniacha ningoje nje. Haya, nikupeleke kwenye bweni lako. Seng anajaribu kumshawishi kwamba si msichana mdogo aliyekuwa zamani na kwamba amekomaa na kuwa mwanamke mwenye ujasiri. Anamwambia, ninafanya ninavyotaka sasa. Hatimaye, anamsikiliza na kuwaambia marafiki zake anapaswa kwenda kwa sababu ni usiku. Jiao anampesha gari lake na wakati wa safari, wanaanza kuzungumza. Tunagundua Zhao amekuwa mprogramu mkuu katika kampuni ya michezo. Anamwambia anafurahi kuwa mjini kwa sababu mara nyingi anajisikia peke yake. Wanakubaliana kula pamoja chakula cha mchana wakati fulani. Seng anaporudisha chumbani kwake, anafikiri alichosema. Siku iliyofuata hana uhakika wa nini cha kufanya na anashiriki hadithi yake na marafiki zake. Anaanza kusimulia maisha yake ya zamani kana kwamba ni kuhusu msichana mwingine, msichana mdogo aliyempenda mtu mkubwa. Marafiki zake wanampa ushauri mbalimbali, wakimhimiza kwenda naye na kuona mambo yataendaje.
Baadaye tunajifunza kwamba kampuni ya Zhao inasherehekea mwaka wa kwanza wa mchezo aliounda ambao umepata watumiaji wengi. Wakati wa mkutano, wanajadili kuzindua marekebisho mapya. Zhao anapendekeza kutumia akili bandia kutengeneza wahusika kwa mchezo wa pili, lakini mradi huo ungehitaji fedha nyingi na muda mrefu. Meneja anasema watafikiria juu yake. Huku Seng anamtumia Zhao ujumbe akisema, "Je, tutakula pamoja chakula cha mchana wiki hii ijayo?" Jiao anasema sawa na kumjulisha wakati na mahali pa kukutana kwao. Siku iliyofuata chuoni, Seng anamuona rafiki wa kiume akialika kikundi chao, hasa yeye, kwenda kuona sinema wiki ijayo. Seng anakubali kujiunga, akifikiri ni sawa kwa sababu atakutana na Jiao pia. Baadaye, anaenda kuona sinema na marafiki zake. Jioni hiyo hiyo, Jiao akiwa nyumbani, anapokea ujumbe kutoka kwa Jian, ambaye bado anamfuata. Hata hivyo, Jiao anabaki mkali na kukataa kuanza uhusiano wowote naye. Siku iliyofuata kazini, anamtumia ujumbe akimjulisha kwamba amemaliza kulipa deni lake la mwisho na anamwomba asiwasiliane naye tena. Jian akiwa ameshangaa, anajaribu kumfikia, lakini Jiao anasimama imara. Baadaye, Jiao anahudhuria mkutano kazini, lakini tunamuona hana afya, akishikilia tumbo lake kwa maumivu. Meneja anaidhinisha wazo lake la mradi na timu inaanza kufanya kazi kwa bidii kuutekeleza. Jiao anawahakikishia kwamba ni sawa, wasijali. Mkutano unapoisha, hali yake inazidi. Zhao anampiga Seng simu na kumwambia hawezi kufika kwa sababu ni mgonjwa. Akiwa na wasiwasi, Seng anaenda ofisini kwake na kumpeleka hospitalini. Baada ya uchunguzi, daktari anawajulisha kwamba utumbo wa Zhao umeuvimba na unahitaji upasuaji wa haraka. Akitambua kwamba ni jambo jema kwamba amemfikisha kabla haujaripuka, Zhao anapelekwa chumba cha upasuaji na Seng anampiga mama yake simu kumjulisha hali hiyo. Mama yake anaposikia kwamba Seng bado yuko nje hivi usiku, anamkaripia, lakini Seng anaeleza kila kitu. Mama yake anajisikia vibaya kwa kilichompata Zhao na anamwambia Seng kwamba Zhao alikuwa amekataa msaada wao hata wakati mama yake alikuwa mgonjwa mkubwa. Kwa bahati mbaya, mama wa Zhao alifariki muda mfupi baadaye na alizegesha pesa kidogo waliokuwa wametoa kumsaidia. Mama yake anamwelekeza Seng akae na Zhao hadi hali yake itimu. Baada ya upasuaji, Seng anamtembelea Jiao kumwangalia. Jiao anamwambia arudi nyumbani kwa sababu ni usiku, lakini Seng anaamua kulala hospitalini. Wakati huu, tunaona kipepo kidogo cha hisia kikichipuka kwa Jiao. Asubuhi iliyofuata, Jiao anamwomba Seng amletee laptop kutoka nyumbani kwake baada ya masomo yake. Chuoni, Seng anahudhuria mhadhara na kuomba msamaha kwa rafiki yake kwa kukosa mkutano wao, akieleza kwamba jamaa aliyekuwa mgonjwa alihitaji utunzaji wake. Anamtuliza rafiki yake kwamba wanaweza kukutana tena hivi karibuni. Baada ya darasa, Seng anaenda nyumbani kwa Jiao kuchukua mfuko wa nguo na laptop. Anapoondoka nje ya ghorofa, bila kujua anapita na Jian, lakini hawaonani. Jian alikuwa amekuja kumwangalia Jiao, lakini akiona nyumba tupu, anaondoka. Huku, Seng anarudi hospitalini na kumpa Jiao vitu alivyoleta. Jiao anaanza kufanya kazi kutoka kitandani chake cha hospitalini, na tunajifunza kwamba mzee mmoja anashiriki chumba naye kwa sababu naye ni mgonjwa. Jiao anapomwona yule mzee anadhani kwamba Jiao ameoa Seng, na hili lasababisha msongamano. Wanatumia dakika 30 kujaribu kumshawishi yule mzee kwamba hawajawana. Wanapofahamu kwamba ni kiziwi, Jiao hatimaye anasema, sawa, tumeoa. Siku chache baadaye, Zhao anaruhusiwa kutoka hospitalini, na Seng anamrudisha nyumbani. Anaanza kuweka maelezo kila mahali, akumkumbusha wakati wa kunawa dawa, wakati wa kulala mapema, nini chakula na nini cha kuepuka. Anajiingiza katika kila kitu, na Zhao hakatai, akisema tu, chochote utakachosema. Kazini, Zhao anamwambia meneja wake na rafiki wake kuhusu alichokisema yule mzee hospitalini. Meneja anasema kwamba Seng anaweza kuwa amekasirika kwa sababu hiyo si jambo la kufanyizia mzaha. Akijisikia na hatia, Zhao anaamua kumwomba Seng msamaha kwa kila kitu. Siku chache baadaye, kila mtu anasherehekea mwaka mpya, na marafiki zao wengi wanapanga kutoka, isipokuwa Seng. Hapendi mahali pakina watu wengi na anaamua kukaa nyumbani. Baada ya kila mtu kuondoka, Jiao anampiga simu kumwalika chakula cha jioni. Wanaenda mkahawani na kufurahia chakula chao. Muda mfupi baadaye, Jian na mpenzi wake mpya wanaingia mkahawani. Jian anapomwona Jiao na Seng pamoja, anawaendea na kwa hasira anamuuliza Jiao kwa nini hajajibu simu zake. Jiao akajibu kwa utulivu, sitaki uhusiano wowote kati yetu. Jian akiwa mwenye ghadhabu, anamwaga maji usoni mwake. Seng analipiza kwa kumwagila Jian maji usoni, akimlinda Jiao. Msongamano unazidi hadi Jian akasirike zaidi kwa Seng na Jiao anajiingiza kati, akimkaripia Jian kwa tabia yake. Meneja wa mkahawa anaingilia kati na kuvunja hali hiyo, akawalazimisha wote waondoke. Nje, wanaona theluji ikinyesha. Kila mmoja wao anatulia na kufikiri juu ya hisia zake. Tunatambua kwamba Jiao ana hisia kwa Seng, lakini hajui jinsi ya kuzieleza. Wakati huo, rafiki wa Seng aitwaye Min ana hisia zake, lakini kwa bahati mbaya, Seng anapenda mtu mwingine. Huku, Yushi ana hisia kwa Min, bila kujua kwamba Min anampenda Seng.
Baadaye, Jiao anaporudisha nyumbani, anamkuta Jian akimgoja. Anaomba msamaha kwa kila kitu na anasema atampa nafasi anayohitaji, lakini anamuomba angalau ajibu simu zake. Jiao anajibu, nimelipa deni langu na sitaki kukuona tena. Akiwa ndani, tunajifunza kuhusu matukio ya zamani. Baba wa Zhao alikuwa amesababisha kifo cha baba wa Jian kwa ajali ya gari. Zhao na mama yake walikuwa wamejaribu kuomba msamaha na kurekebisha, lakini familia ya Jian ilikataa kuwasamehe. Zhao alivumilia miaka ya matusi na hukumu kutoka kwa wengine, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia zilizoidhinishwa na mahakama. Jiao anapofikiri juu ya mambo ya zamani, anaona kiunga cha kuchezea juu ya dawati lake kikaanza kusonga tena. Akishangaa, anatoka nje kuona kwa karibu zaidi. Usiku huo, mmoja wa marafiki zake wa chuoni anapiga simu na kutangaza harusi yao inayokaribia. Rafiki anauliza Jiao ikiwa ana hamu ya kuwa mwenyewe. Jiao anajibu, hiyo haiko katika mipango yangu. Siku iliyofuata, Seng anamtumia Jiao ujumbe akisema, ruka kampunini. Siku moja baada ya mtihani, tunamwona yeye na marafiki zake wakipumzika kwenye baa, wakisherehekea mwisho wa mwaka. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, Seng analewa kidogo, lakini kwa bahati nzuri, Jiao anampigia simu na kugundua kilichotokea. Anakuja kwake kumzuia shida yoyote, wakati Min anajaribu kuelewa hali yangu. Wakati Min anapomwona Zhao, anakisia kuwa ni dada ya Seng na anaondoka eneo hilo. Zhao anamchukua Seng nyumbani na kumuuliza kama mtu aliyemuona ni mtu ambaye anapenda. Seng anakataa na Zhao anaelezea sifa za mtu ambaye anapenda. Baadaye, wakati Seng anamuongoza nyumbani, analala gari. Zhao anachukua fursa hii kujaribu kukiri hisia zake, lakini kwa kuwa amelala, haimsaidii kabisa. Asubuhi iliyofuata, Seng anaamka bila kukumbuka chochote cha usiku uliopita. Anaharakisha kumchukua Jiao uwandani. Kabla ya kuingia garini, Jiao anamuona Min akikaribia kumwambia hisia zake. Sang anakumbuka maoni ya awali ya Jiao kuhusu kumkataa mpenzi wake wa zamani, kwa hivyo anamwashukuru Min kwa hisia zake, lakini anamwambia anapenda mtu mwingine. Min anajibu, hayo ni sawa, na anaondoka. Wakati Jiao anaingia garini na Sang kwenda uwandani, anaanza kuongea kuhusu Min, akifikiri ana mpenzi. Jiao anamrekebishia, akisema hapendi Min. Seng anaambia kwa mzaha amtafutie mtu, na Jiao anajibu kwa mzaha, wewe unitafutie mtu. Seng kisha anagundua kuwa Jiao anaweza kuwa anaelezea mtu mkubwa kuliko yeye. Wanapofikia nyumbani, kila mtu anasherehekea uwasili wake kwa kicheko na mazungumzo yanayodumu usiku mzima. Wakati huo huo, Jiao anahudhuria harusi ya rafiki yake na kumwambia kuhusu msichana anayempenda, akielezea sifa alizozielezea kuhusu mtu anayempenda. Rafiki yake anashangaa kwa sababu maelezo yanafanana kabisa naye. Hata hivyo, Jiao anakataa, akisema si yeye mtu anaelezea. Rafiki yake, hata hivyo, anamtia moyo kuamini vinginevyo na kuthibitisha mashaka yake. Hatimaye, siku ya harusi inafika. Jiao na Sang wanaketi pamoja na Jiao anaanza kumuuliza maswali. Anauliza, umemjua kwa muda gani mtu unayempenda? Seng anajibu, tangu chuo kikuu, jambo linalomshangaza Zhao kwa sababu alikuwa amemwambia awali alikutana na mtu huyu mgahawani. Hii inamfanya Zhao agundua alikuwa akidanganya, na mtu aliyekuwa akielezea alikuwa yeye tangu mwanzo. Baada ya harusi kumalizika, Zhao anatoa kumchukua Seng nyumbani. Njiani anamuuliza wakati atakarudi chuo kikuu. Seng anajibu, kesho kutwa. Kwa bahati nzuri, ndege yake ni ile ile na ya Zhao. Anamwambia, nitakupeleka huko. Anapofika nyumbani na kuwaambia familia yake kuwa Jiao atampeleka uwandani, Jiao yuko hotelini akigairi hifadhi ya ndege yake na kuipanga upya ili ilingane na ya Seng. Siku iliyofuata uwandani, wanazungumza kuhusu safari zake za zamani za peke yake. Seng anasema alifikiria msichana aliyekuwa naye wakati wa mwisho alikuwa mpenzi wake, lakini Jiao anafafanua haikuwa kweli. Wanapozungumza, ni wakati wa kupanda ndege. Wanaporejea chuo kikuu, marafiki za Seng wanamuona Jiao na kugundua ndiye kijana anayehisi naye. Baada ya kuelezea kilichotokea katika siku chache zilizopita, pia wanagundua kuwa Jiao anapenda Seng pia. Ingawa wote wanajua kuhusu hisia za kila mmoja, wanaepuka kuzungumza juu yake na badala yake wanacheza mchezo wa paka na kipanya. Wakati huo huo, Jiao anamshukuru rafiki yake kwa ushauri mzuri uliowasaidia kugundua Seng ana hisia kwake. Siku moja, wakati Seng yuko na marafiki zake kahawani, Jiao anapiga simu na kumwalika kula chakula cha mchana. Anapomlaki, anamuona msichana aliyekuwa naye uwandani. Inaonekana ni meneja wake. Baadaye, Jiao anaomba radhi kutumia choo na meneja wake anamwelezea Seng kilichotokea siku ile, kuwa Jiao alikuwa hahisi vizuri na hakuweza kuendesha gari, kwa hivyo alimfuata tu kusaidia. Hapo ndipo wafanyakazi wa Jiao wanafika, wakitaka kumkutana na msichana mwenye bahati ambaye Jiao amependezwa naye. Baada ya utambulisho, Seng na Jiao wanaondoka kwenda mgahawa mwingine kwa sababu ya msongamano kahawani. Baadaye, wanaenda sinemani. Kabla ya filamu, Seng anaagiza kinywaji lakini anagundua kina maziwa, jambo ambalo anamzio. Jiao anataka kumpeleka hospitalini, lakini Seng anasisitiza atakuwa sawa baada ya kuchukua dawa kutoka chemistini.
Wakati huu, Jiao anajua kuwa siku yake ya kuzaliwa inakaribia na anapendekeza washerehekee pamoja. Seng anakubali. Anapofika nyumbani, anawaambia marafiki zake kila kitu kilichotokea. Katika siku yake ya kuzaliwa, anapooka kutoka chumbani, anamkuta Jiao akingoja nje. Anampeleka sinemani na wawili wanakaribia zaidi. Baada ya filamu, Jiao anatoa kumwongoza nyumbani. Seng anamkumbusha kauli yake ya awali kuwa hangetembelea nyumba yake au mahali pa kazi, jambo linalomfanya Jiao aeleze. Nilisema hivyo kwa sababu Jeon alikuwa akinikelea. Sikutaka akukutane nawe kwa sababu niliogopa aweze kukudhuru. Wanapofikia nyumbani kwake, Zhao anamshangaa na keki na sherehe ya kuzaliwa iliyopangwa vizuri. Wawili wanaketi kushiriki keki, na baada ya mazungumzo machache, Zhao hatimaye anaamua kukiri hisia zake. Hata hivyo, hasemi moja kwa moja na kupenda, jambo linalomfanya Seng asijue jinsi ya kujibu. Wanacheza mchezo wa paka na kipanya tena, Seng akimtania akisema, nikimbize kwanza, kisha tutaona. Zhao anajibu, niko tayari kukimbiza kwa miaka 10 ijayo ikiwa ndivyo itakavyohitajika. Baadaye, Seng anarudi nyumbani kumkuta marafiki zake wakingoja kusikia kila kitu kilichotokea. Wanaamua kumsaidia kuimarisha uhusiano wake na Jiao na kuhakikisha uhusiano wao unachanua. Usiku huo, Seng anafungua zawadi aliyomletea Jiao na anapata kamera. Anafurahi sana. Wakati huo huo, kaka yake anapiga simu kumpongeza siku ya kuzaliwa, lakini anauliza kwa mzaha kama amekuwa akijikita masomoni au kama wavulana wanamfuata. Seng anacheka na kusema amekuwa akisoma, ingawa kwa sasa anamua wakati na kijana mkubwa. Mara baada ya hapo, kaka yake anapiga simu tena, akimkaripia na kumsihi ajikite elimu. Asubuhi iliyofuata, wakati wa kula kifungua kinywa na marafiki zake, Seng anapokea ujumbe kutoka kwa Zhao akiuliza kama yuko huru siku iliyofuata. Marafiki zake wanaamua kuingilia na kumjaribu Zhao, wakisema hebu tumfanye avunje sheria kesho. Zhao anajibu haba, na wanakubali mipango ya siku iliyofuata. Kwa bahati mbaya, siku hiyo inapofika, Zhao anagairi, akisema hawezi kufika kwa sababu ya mambo ya dharura kazini na anaahidi kupanga upya. Hata hivyo, anagairi tena mara ya pili, akimwacha Seng amesimama peke yake, hajui cha kufanya. Hatimaye, baada ya muda mrefu, matatizo ya kazi yanatatuliwa. Zhao anapendekeza wakutane, jambo linalomshangaza Seng. Wakati huo huo, tunamwona Zhao akielekea hospitalini kumtembelea baba yake, ambaye amekuwa akiwa komani kwa miaka 9. Kumbusho linaonyesha matukio yaliyoongoza hali ya baba yake. Baba yake alikuwa amerudi nyumbani siku moja, akiwa na wasiwasi wa aina, na kukiri kwa mke wake kuwa alimgonga mtu kwa gari na kukimbia eneo hilo. Hakuwa na uhakika kama mtu huyo alikuwa hai au amekufa, lakini alikuwa na uhakika hakuna aliyemuona. Zhao na mama yake walishangaa na kukataa kuweka siri, mara wakaita polisi na ambulensi. Katikati ya ghasia, baba ya Zhao alikosa kuchukua dawa yake na kuporomoka, akaingia komani. Tangu wakati huo, Jiao amekuwa akibeba hatia na uwajibikaji. Alitaka kuacha chuo kikuu kulipa gharama za nyumba na faini za mahakama, lakini mama yake alimkataza, akisema, ukifanya hivyo, tangu leo sijui mzazi wako. Kwa bahati mbaya, baada ya Jiao kuanza chuo kikuu, afya ya mama yake ilidhoofika. Alijaribu kuondoka hospitalini kupunguza gharama, lakini alibaki hadi kifo chake. Baada ya kuondoka hospitalini, Jiao anapiga simu Seng na kusema, ninakuja kukuona. Ingawa ni usiku, Seng anatoka nje kumlaki na anaona huzuni machoni mwake, ingawa Zhao anakataa, akisema yu sawa. Seng kisha anamwambia, ukitaka kushinda moyo wangu, utahitaji kuweka juhudi nyingi zaidi. Zhao anajibu, niko tayari. Siku iliyofuata chuo kikuu, Seng anamuona Zhao, ambaye anamwambia anataka kuhudhuria mhadhara naye. Anauliza, je, kazi yako je? Zhao anajibu, nimechukua likizo. Nitaitumia yote nawe. Sang anahisi aibu lakini furaha. Baadaye, Jiao anaporejea kwenye ghorofa yake, anapata ujumbe kutoka kwa Yan akisema, nafikiri dada yangu anatumia wakati na mtu. Kwa kuwa yuko peke yake, nataka ugundua huyu kijana ni nani. Jiao anacheka na kujibu, nimeelewa. Siku iliyofuata, Sang anamjulisha kaka yake kuwa hawezi kurudi nyumbani wakati wa likizo kwa sababu anahitaji kuhudhuria mpango wa mafunzo kampuni. Kaka yake haamini na anadhani anataka tu kutumia wakati na mpenzi wake wa siri, ambaye haijui utambulisho wake. Jioni moja, Jiao anauliza Seng kama ana wakati wa kukutana. Seng anajibu yupo na shughuli, lakini kwa mshangao wake, amemwandalia sherehe ndogo ya kuzaliwa pamoja na zawadi. Anamwambia afanye dua kabla ya kuzima mshumaa. Jiao anasema, unajua ni nicho na tamani. Seng anajibu, je, ni rahisi hivyo kwako? Kisha anasema, nina raha na uhusiano wetu. Jiao anashangilia na kumbusu, jambo linalomfanya Seng ajisikie aibu. Jiao kisha anamwambia kuna jambo muhimu anahitaji ajue. Mama yake amefariki, baba yake amekuwa komani, na koma ilisababishwa na ajali ya gari baba yake aliyofanya akiwa amelewa, jambo lililomfanya mtu afe. Pia anaelezea kuwa alilazimika kulipa faini za mahakama, jambo lililomwacha katika shida za kifedha. Seng anamtia moyo kuwa hayo hayahusiki, na hautabadilisha jinsi anavyohisi kuhusu uhusiano wao.
Siku iliyofuata, umeme unapotea jengo zima ambalo Seng yuko ndani, kwa hivyo analazimika kwenda maktabani kusoma. Zhao anapofikia, anamwonia kuwa kahawa iliyo karibu na maktaba ina msongamano mwingi na anamtoa asomee nyumbani kwake, akimhakikishia hatakabiliwa na usumbufu wowote. Seng anakubali na kwenda nyumbani kwake, ambapo anapata eneo tulivu la kusoma alilomwandalia. Wakati akisoma, Zhao anamletea chakula na kujaribu kumpenda, lakini Seng anamwambia, nimekuja hapa kusoma tu. Baadaye, Zhao anampeleka kwenye bwawa la masomo na kuomba msamaha, akisema, samahani kama ukaribu wangu unakufanya usijisikie vizuri. Seng anajibu, hapana, ni kwamba nahisi aibu, na anakiri kuwa ana mpenzi pia. Usiku huo, Zhao anazungumza na rafiki yake aliyeoa na kumwambia kuhusu uhusiano wake na msichana anayempenda. Rafiki yake anasifa ushauri aliompa na anasema kwa mzaha lazima sasa amwambie Yan kuhusu uhusiano wake. Jiao anaita na kusema, simama. Msichana ninayezungumza naye ni dada ya Yan na sijamwambia bado kuwa anapenda dada yake. Rafiki yake anacheka na kusema, ikiwa ni hivyo sijuani na sikuwahi kukusaidia. Wakati huo, Yan anaona ujumbe na kumpiga Jiao simu, akidai ajue kwa nini hakumwambia kuhusu kumdate dada yake. Jiao anajibu, tunahitaji kukutana ili niweze kuelezea kila kitu kwako, lakini itabidi kungoja hadi likizo. Wakati huo huo, Seng anamwambia rafiki yake, akikiri kuwa kila wakati Jiao anapomkaribia, anahisi wasiwasi na anaogopa atakasirika ikiwa ataona anamjenga. Rafiki yake anamwonia asihangaike na kumkumbusha kuwa wako katika uhusiano. Pia anapendekeza atumie wakati mwingi naye ili kupunguza wasiwasi wake. Baadaye, Seng anatumia wakati na Jiao na anapombusu tena, haoni wasiwasi. Siku iliyofuata, Seng anapokea simu akijulishwa kuwa amekubaliwa kama mfanyakazi wa ukaguzi katika kampuni. Akiwa na furaha, anampiga kaka yake simu kumjulisha kuwa hatakuja nyumbani wakati wa likizo kwa sababu ya ukaguzi. Kaka yake, hata hivyo, anakasirika na kumzuia. Siku yake ya kwanza kazini, msimamizi wa Seng anakuwa rafiki yake Jian. Akimtambua, Jian mara moja anampa kazi ngumu. Kisha anaanza kumwadhibu makosa madogo madogo. Siku moja, wakati Jiao alikuwa anaongea simu, meneja wake alimuona na kupiga kelele, usiongee simu za kibinafsi wakati wa kazi. Jiao alipofikira alikuwa amechelewa kazini, alikuja kumchukua na kumtoa msaada, akimwambia, wewe ni mtu mwenye uwezo. Siku iliyofuata, kabla ya kwenda kazini kwake, alimweka kazini. Meneja wake aliwaona kwenye gari pamoja na baadaye alizungumza na Jian. Wakati huo, Jian alikasirika lakini alijaribu kuonyesha utulivu. Baadaye, meneja alimkaripia Sang kwa ukali hadi mfanyakazi mwenzake aliingilia kati. Sang hana haki ya kukupigia kelele kwa vile bado uko mazoezini, meneja alijibu. Ninamchukia, na Seng alisikia hili, jambo ambalo lilimuhuzunisha sana. Baadaye, Jian aliwasiliana na rafiki yangu kuweka mkutano, lakini aligundua kwamba kila mtu, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi, walipanga kukutana mahali fulani. Jian alipofika mahali na kumwona Seng, alisema, jikinge na Jiao. Mama yake amefariki, baba yake yupo komaini, na anashindana na gharama kubwa za hospitali. Hana matumaini mazuri na anatafuta tu mtu ambaye anaweza kumpa pesa zake zote na wakati wake. Seng alijibu, niko tayari kumpa pesa zangu zote na wakati wangu. Ningependa usijihusishe na mambo yasiyokuhusisha. Jian alisema, je, unajua kwamba baba yake alimuua baba yangu katika ajali na kukimbia eneo la tukio? Baba yake ni muuaji. Seng alijibu kwa utulivu, ninafahamu kila kitu na najua kwamba alilipa fidia iliyoamriwa na mahakama, hivyo tulia. Seng akiwa amekasirika, alimkabidhi kadi na kusema, unaweza kuchukua pesa zote zilizo kwenye kadi hii. Nitakusaidia daima. Hata hivyo, Jiao hakuelewa maana halisi ya maneno yake, lakini alifurahi sana. Siku iliyofuata baada ya kazi, Jiao alimweka Sang nyumbani. Kaka wa Sang alimpigia simu baadaye na kusema, nimekuona umeshikana mikono na huyo kijana. Wakati huo, waligundua alikuwa amesimama pale. Kaka yake alisema, natumai kile nilichokiona si kweli. Seng alijaribu kueleza, lakini alikataa kusikiliza na akamchukua nyumbani. Baadaye alimkabili Jiao na kumpiga, lakini Jiao hakupigana. Alipotuliza, Yan alimkaripia rafiki yake. Jiao alisema, hii ni mara ya mwisho nitakakezungumza nawe kuhusu hili. Sikuoni kama rafiki, na kuona kama ndugu. Yan aliondoka na kumfuata nyumbani, akiangalia kwa mbali. Siku iliyofuata, Zhao alijali kwamba Seng angeweza kuona michubuko kutoka mapigano, lakini aliziangalia hata hivyo. Aligundua kwamba kaka yake ndiye aliyemshambulia, hivyo alimkabili kaka yake kwa hasira na kusema, hatujakuwa ndugu tena, kabla ya kulilia. Kaka yake akimwangalia alisema, je, huoni majeraha nilionayo pia? Seng alijibu, najua wewe ulianza mapigano. Kaka yake alisema, tunapaswa kudumisha uhusiano wetu wa undugu, lakini sioni faida yoyote katika hilo. Mambo yalirudia kawaida na Jiao na Seng wakaanzisha hisia kwa kila mmoja mbele ya kaka yake, ambaye hakusema chochote kuhusu hilo. Siku iliyofuata, rafiki wa Jiao alimwambia kwamba alikuwa amemwona Jian akizungumza na mtu aliyekuwa na uhusiano wa kimapenzi naye siku chache zilizopita.
Jiao alienda kwa Jian na kusema, nimevumilia shida zako kwa miaka mingi, lakini ukijaribu kumdhuru Seng tena, nitaita polisi. Kisha alidai ajitengeneze na Seng. Wakati huo huo, meneja wa Seng alikuwa amekasirika kwa sababu hawakuweza kupata mawazo mapya ya uuzaji. Seng alipendekeza, je, kuhusu kuunda katuni? Meneja alipenda wazo lake na kuamua kuendelea nalo. Lakini baada ya mkutano, msimamizi wake wa moja kwa moja alikasirika. Alimwambia Seng, wewe ni mwanafunzi tu. Haupaswi kushiriki mawazo bila kuniambia kwanza kwa vile mimi ni msimamizi wako. Alimtendea Sang vibaya, akisema mara ijayo unapaswa kuniambia kwanza kwa sababu ndivyo mambo yanavyofaa kufanya. Sang aliomba msamaha akisema, nisamehe, msimamizi wake alijibu. Ninatarajia tabia hii kutoka kwa mtu ambaye aliwahi kumuiba mume niliyempenda. Baada ya kazi, Seng alimuona kaka yake akimsubiri nje. Alimwambia angekuwa akiondoka siku iliyofuata. Seng alisema unapaswa kuniambia mapema ili niwe na nafasi ya kupumzika na kutumia wakati wa ubora nawe. Alianza kulia na kaka yake alisema hupendi kama nilivyofikiri. Alibaini hivi karibuni kwamba msongo wake ulikuwa unahusiana na kazi. Baadaye, Zhao alifika na kaka wa Seng alimwambia hakikisha unajua kinachoendelea naye. Jiao alijaribu kujua ni nini kilimhuzunisha, lakini hakutaka kuzungumza. Jiao alimhakikishia, nitakuwa upande wako daima na nitakuwa mtu unayeweza kutegemea. Alimkumbatia na kutaja kwamba alijua kuhusu mkutano wake na Jian. Usiwe na wasiwasi, alisema. Hata kusumbua tena kwa sababu nimezungumza naye, aliongeza. Haupaswi kunificha chochote. Niambie kila kitu. Siku iliyofuata kazini, mteja alishukuru wazo la Seng na meneja alianza kumsifu. Baada ya kazi, alikutana na Jiao, ambaye alimkodishia chumba karibu na chuo kikuu. Usiku huo, kifaa cha hewa cha chumba chake kilivunjika na aligundua kwamba wafanyakazi wa urekebishaji walikuwa likizoni ya mwaka. Angehitaji kusubiri hadi muhula uanze. Jiao alipojua, alimchukua kwenye nyumba yake akae hadi wafanyakazi wa urekebishaji warudieni. Walionekana wamefurahi sana kuishi pamoja na kila mmoja alijikita katika kazi zake. Baada ya mafunzo ya Seng kuisha, aliwapa zawadi ndogo kila mtu aliyemsaidia kama ishara ya shukrani. Hakumsahau msimamizi wake na kumkabidhi zawadi, akisema, sikumuiba mpenzi wa mtu yeyote. Kweli kabisa, msimamizi wake alionekana kumwamini wakati huu. Wakati huo huo, Jiao alikamilisha mradi wake kwa mafanikio na kupandishwa cheo cha juu kwa sababu alistahili. Kisha aliamua kutumia wakati zaidi na Seng na kumwonyesha maeneo mbalimbali wangepata kutembea. Hata hivyo, Seng alipendekeza waweke hema badala yake kuokoa pesa. Siku waliopanga kujenga hema, mvua kubwa ilikuja, lakini Jiao aliiweka nyuma ya nyumba yake badala yake. Jioni hiyo, Seng alipokea simu ya video kutoka kwa mama yake. Seng alisikia wasiwasi na kumwambia mama yake, najenga hema tu na marafiki zangu. Hata hivyo, kaka yake, akijua kila kitu, alianza kusababisha matatizo tena. Siku iliyofuata, Seng aliporudia chuo kikuu, alishawishi marafiki zake kujiunga na shindano la kubuni. Alionekana amefurahi sana na msisimko kuhusu hilo. Baada ya muda, Seng alirudi nyumbani kwa familia yake. Alipokuwa anazungumza na Zhao, mama yake alisikia na kumwambia baba wa Seng kwamba aliamini Seng alikuwa katika uhusiano. Wote wawili walihesabu kumuuliza moja kwa moja, lakini hatimaye walifanya hivyo. Seng alijibu, kwa kweli nilikuwa ninapanga kukuambia mwenyewe. Hata hivyo, walipomuuliza ni nani, aliepuka kujibu na kuepuka maswali yao. Baadaye, Seng alienda kwa kaka yake na kuanza kutenda kwa upole kwake, hata akimlisha kwa mikono. Kaka yake, akiwa na shaka, alisema, jitenga nami. Unataka nini? Niambie tu. Seng alikiri, niligundua wewe na Zhao na marafiki zenu mnakutana. Niache nije pamoja. Mwanzoni alikataa, lakini hatimaye alijibu. Wakati wote wa safari, walichezana mfululizo. Zhao alimjulisha Seng kwa marafiki zake na wote walifurahia wakati mzuri pamoja. Baadaye, Zhao alimuongoza nyumbani. Mama wa Seng alimjia na kusema, nimeona jinsi wewe na Zhao mlivyo karibu. Alikiri kuwa na shaka walikuwa katika uhusiano na kusema, Zhao ni mtu mzuri, lakini hali ya familia yako si nzuri na bado ni mdogo sana. Ni bora kufikiria kuhusu hili tena. Alimfunza Seng ajitenga na Jiao, lakini Seng alipuuza ushauri wake na hakumwambia Jiao kuhusu hilo. Baadaye, baba wa Seng alikutana na Jiao na kusema, ninakujua vizuri, lakini nina wasiwasi kuhusu mazingira ya familia yako. Sitaki binti yangu kuishi katika hali ngumu. Unajua bado ni mdogo na haelewi ni nini kilicho bora kwake. Pia sitaki awe mtu mbali nasi. Atakapomaliza chuo kikuu, ninatarajia arudi mjini huu. Jiao alimwahidi baba yake kwamba angempa Seng maisha mazuri katika siku zijazo. Ninampenda sana, Jiao alisema. Uhusiano huu ni mkubwa kwangu. Baba wa Seng alitetemesha, lakini hakukubali kabisa. Seng aliporudia nyumbani, baba yake alimwambia alikuwa ameonana na Jiao na kushiriki kila kitu walichozungumza. Seng alianza kuwa na wasiwasi kwamba maneno ya baba yake yangeweza kumjeruhi Jiao. Aliharakisha nje kuzungumza naye, lakini Jiao alimfariji akisema, sijakasirika. Familia yako inasema tu ukweli.
Seng alipoona Jiao alikuwa akirudi kazini siku iliyofuata, akiogopa angemwacha. Alibanda vitu vyake vyote na kusema, ninarudi bweni la chuo kikuu. Usijali kunihusu. Jiao alipofahamu, aliharakisha nyuma yake hadi stesheni ya treni. Seng alisema, je, unakumbuka nilipokuwa nikija stesheni kukutana na kijana niliyekutana naye mtandaoni? Ilikuwa ni uongo wote. Nilikuja kukuona tu kwa sababu nilijua nimekupenda. Aliendelea, nimekupenda kimya tangu niwe mdogo. Hata niliandika barua hii nilipokuwa shule ya kati. Nilitaka kukua, kupata pesa, na kulipa deni lako ili tuweze kuishi pamoja. Zhao alianza kulia, akamkumbatia kwa nguvu, na kuomba msamaha kwa nyakati zote ambazo hakukuwa pamoja naye. Aliahidi, usiwe na wasiwasi, sitakuacha. Hata kama familia yako inakwama uhusiano wetu, tutapata njia nyingine. Baadaye, Seng alipata wazo la shindano la kubuni na kuanza kufanya kazi juu yake. Wakati huo huo, Zhao aliwajulisha wafanyakazi wake kazini kuhusu uamuzi wake wa kukataa cheo cha juu. Aliwaambia alipanga kurudi mjini ambapo Seng aliishi. Wafanyakazi wake walijaribu kumshawishi vinginevyo, lakini Zhao alisema kwa imara, nimeshafanya uamuzi wangu. Baadaye, daktari anawasiliana na Zhao na kumjulisha kwamba baba yake yumo katika hali hatari. Zhao anaharakisha hospitali kusema heri. Anamwambia baba yake, nimelipa madeni yetu yote na ninakupenda, baba. Muda mfupi baadaye, baba yake anafariki. Zhao anapoondoka hospitalini, anamwona Sang anamsubiri. Anajaribu kudumisha utulivu, lakini mara tu anapomkumbatia, anaanza kulia. Baadaye, anatembelea kaburi la mama yake, pamoja na Sang. Anaanza kuzungumza na mama yake, na Sang anamwahidi, nitamtunza mwana wako. Kwa wakati, Zhao anaanza kupona, kwa msaada wa Seng. Anamwambia kwamba amejiuzulu kazini ili ahamie mjini wake na kuanza kazi mpya pale. Anasema, wakati unamaliza chuo kikuu, nitashughulikia changamoto zozote zinazokuja njiani mjini wako. Baada ya muda wa kutengana, wanakutana tena, na Zhao anaanza kujiandaa kuanzisha kampuni yake mpya katika jiji lingine, wakati Seng anajikita katika shindano lake la kubuni. Baadaye, Jiao anatembelea familia ya Seng na kueleza kila kitu anachofanya kujenga imani nao. Baba wa Seng hatimaye anasema, ninakubali uhusiano wenu. Jiao anashiriki habari hii na Seng na anafurahi sana. Kisha anamwambia kwamba ameshinda shindano la kubuni na kwamba sherehe ya kutunuku tuzo itafanyika mwishoni mwa mwezi. Siku ya sherehe ya tuzo za shindano, Seng anamwona Jiao amesimama mbele yake. Anatangaza, mimi ndiye ninayekabidhi tuzo leo kikiwakilisha kampuni yangu. Anaongeza, wewe ni mtu ninayejivunia sana. Wanapiga picha pamoja baada ya tuzo kukabidhi. Baadaye, siku ya kuhitimu kwa Seng, anasherehekea na marafiki zake. Jiao yupo upande wake na wanashiriki wakati wa ajabu pamoja. Wakati mmoja, rafiki wa Seng anaonyesha kwamba vipodozi vyake vimeharibika, hivyo anaenda chooni kuvirekebishisha. Wakati huo, Jiao na wengine wanaandaa mazingira ya kimapenzi ya jioni. Mwishoni mwa siku, Jiao anamchagua Sang. Alikuwa tayari amezungumza na familia yake na kupata idhini yao. Anaposema ndiyo, Jiao anasema, tangu nilikukutana, nilikusifu, na muda mfupi baadaye nilikupenda. Kwa muda mrefu nimekupenda kwa siri, hata bila wewe kujua.